Haya, tazama mtazamaji, sasa tuangazie taarifa yenye kufungamana na masuala ya elimu. Vuguvugu la elimu bora limeibua wasiwasi kuhusu masomo ya gredi ya 10 chini ya mfumo wa elimu ya umilisi. Vuguvugu hilo linaonya kuwa changamoto zinazogubika sekta ya elimu, ikiwemo miundombinu hafifu, kutojiandaa vyema kwa walimu na ukosefu wa vifaa vya kujifunzia, huenda zikazuia maelfu ya wanafunzi hasa kutoka familia maskini kuendelea na masomo. Serikali imearifiwa kwamba haiwezi kupuuza changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa mfumo wa elimu unaozingatia umahiri CBE. Baada ya kutathmini mfumo huo, kundi la elimu bora linasema wanafunzi wa gredi ya 10 wanakumbana na matatizo mengi, yakiwemo walimu kutokuwa tayari na miundombinu duni. Katika shule asilimia 56.2% hawana vifaa vinavyohitajika. Wengi walikuwa na madarasa, lakini vile hawakuwa na maabara ya sayansi, hawakuwa na maabara ya ICT, na vile hawakuwa na workshops ambazo zahitajika kufunza. Aidha, tafiti zinaonyesha kuwa shule za kundi la C3 na C4 hazina vifaa muhimu vya kujifunzia, jambo linaloathiri zaidi wanafunzi kutoka familia zenye kipato cha chini. There should be an affirmative funding to these schools to ensure that within a span of 3 to 5 years, these schools, we have narrowed the infrastructure gap. Pia kuna changamoto ya fedha, ambapo zaidi ya nusu ya shule zinasema mgao wa fedha kutoka serikalini hautoshi na mara nyingi huchelewa. There are some schools that actually said they did not receive the grade 10 capitation. But according to the government and their records, they are pointing out that those capitation were transferred. Vilevile wadau wa elimu wanataka serikali kuchukua hatua za haraka kushughulikia upungufu mkubwa wa walimu unaotishia masomo katika shule za sekondari za juu. Joseph Ohungu, Darubini.